Wokovu ni kuhamishwa kutoka kwenye ufalme part 1 na kuingia kwenye ufalme part 2. Kuna ufalme wa part 1 unaitwa ufalme wa giza, na kuna ufalme mwingine part 2 unaitwa ufalme wa Mungu. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa Yesu amekuja kutupatanisha na Mungu. Maana yake tunahama kifamilia. Yeyote ambaye alikuwa hana ushirika na Mungu, ukiokoka unaanza kuwa na ushirika na Mungu, unaitwa mwanafamilia. Hii ni moja kati ya kitu kinatokea unapookoka, unakuwa mwanafamilia. Biblia inasema tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani, mandarama koskovila, watu wa nyumbani kwake Mungu. Sisi sio watu wa ukoo wetu, sisi ni watu wa nyumbani kwa Mungu. Manake Mungu ana nyumba. Ndio maana kwenye ile sala ya baba yetu, mtu wa Mungu anasema pale, baba yetu uliye mbinguni. Manake ni swala la kifamilia. Kwa hiyo wokovu unapelekwa kwenye familia nyingine. Familia yako hiyo, kuna ndugu zako humo ndani. Ndugu yako ni Ayubu, ndugu yako ni Ibrahimu, baba wa imani, ambaye alikuwa na pesa nyingi, amefanikishwa na Mungu, ambaye alikuwa wakina Ayubu watakatifu sana. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 anasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, mtu huyo alikuwa ni mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja kati ya watu waliomcha Mungu na kuepukana na uovu. Hii ndio familia yako, hii ndio familia yako. Paulo anasema yafikirini yaliyo juu. Yaani ukishahamishwa unatakiwa kutafakari yaliyo juu, kufikiri yaliyo juu. Nimeshahamisha ufahamu wangu kwa habari ya ndugu zangu. Ndugu zangu ni akina Elia. Ndio maana Yesu alipoenda mlimani alitokewa na ndugu zake, alitokewa na Elia na Musa pembeni. Hawa ni marafiki zako, wanatakiwa wewe marafiki zako kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Mantarama koskovila. Wokovu na kupeleka kwenye familia mpya. Na kwenye familia yetu hii ni watakatifu. Kwenye familia yetu hii ni watu ambao ni wenye haki. Ni familia ya matajiri kama kina Ayubu. Ni familia ya watu wenye imani kubwa kama Ibrahim, ambaye anatoka anaamua kufanya lolote ambalo Mungu anamwagiza. Hii ni familia ya watu wa kina Petro ambao wanaweza kwenda kuvua wakachukua hela kwenye samaki. Ni familia ya kina Yohana, wanamkuta mtu amekaa kwenye lango, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, kilema tangu kuzaliwa. Petro anamwambia kwamba nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu simama uende. Hii ndio familia yetu. Ni watu wa kuwaumisha watu waliolala, wagonjwa wanaamka, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. This is our family. Mandarama koskovila. Familia yetu ni familia ya watu ambao tunafanya miujiza. Sisi ni ishara na ajabu. Ajabu zinatokea kwa sababu tuko kwenye familia ya miujiza. Watu wanaokoka hawajui wanaokoka wanaingia kwenye familia yenye matendo gani. Wanafikiri kwamba wanaingia kwenye hali ngumu. Na ni wengi kweli wanasema, niokoke niende kuwa maskini, niokoke niende kuwa fukara, niokoke niende kuwa mtu wa ovyo. Yaani walokole wanaonekanika kama ni watu wa ovyo, tena waliochanganyikiwa. Sasa wewe hauji kuwa mlokole, unakuja kuwa mwana wa Mungu. Kwa sababu kwa mujibu wa Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Watoto wa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu, sio walokole. Wote waliompokea aliwapa uwezo, sio wa kufanyika walokole, kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kuanzia sasa uanze kuelewa wokovu katika namna ya kitofauti, ya kwamba wewe hauji kuwa mlokole, unakuja kuwa mwana wa Mungu. Maanake kwenye wokovu Mungu alitaka apanue awe na watoto wengi. Alimtoa Yesu ili awe na wana wengi. Yaani Yesu ni kama firstborn. Sisi ni wazaliwa tunaofuata. Sisi na Yesu ni wale. Sisi ni wana wa Mungu kama alivyo yeye. Sema yeye alitutangulia akatuokoa sisi wengine wana wadogo. Na kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu. Ukiwa hapa duniani usiseme wewe ni mlokole, sema mimi ni mwana wa Mungu. I am a son of God. I am a daughter of God. Na ukianza kuwa mwana wa Mungu, ndio inatokea Mathayo 7 kuanzia ule mstari wa 7. Mstari wa 9 pale anasema, je, kuna mtu anayeweza kuomba mkate akapewa jiwe? Anayeweza kuomba samaki akapewa nyoka? Anasema, ikiwa ninyi baba zenu ambao ni waovu, ambao wanawapa ninyi vipawa vyema, si zaidi baba yenu wa mbinguni
atazidi kuwapa mema kwa wao wamwombao. Maanake baba yetu wa mbinguni, huyo ni baba ambaye anatupa mema kwa sababu sisi ni watoto wake. Unapookoka unakuwa mwana wa Mungu, sio mlokole. Unakuwa ukijua kwamba umekuwa mlokole utapigika. Watu walokole ni watu waliopigika, lakini wana wa Mungu hawajapigika. Walokole ni watu waliopigika, lakini wana wa Mungu hawajapigika. Kwenye Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari ule wa kwanza anasema, tazameni ni pendo la namna gani ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Mahali pengine anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi ulimwenguni humu. Kama alivyo baba yetu ndivyo tulivyo. Watu wa Mungu, kama baba yako unajua na sifa yoyote, ndio na wewe unayo kuanzia leo. Sema mimi na baba ni wale wale. Hakuna tofauti kati ya wewe na baba. Ndio maana Yesu alimjibu Filipo, akamwambia Filipo, tangu leo unataka useme kwamba nionyeshe baba? Mimi au nioni Filipo? Kwa sababu mimi na baba ni kitu kimoja. Ukiniona mimi umemuona baba. Ukimwona baba umeniona mimi. God is in everyone. Paulo anasema kwa maana Kristo yu hai ndani yangu. Si mimi ninaishi. Yaani unavyoniona mimi hapa ninayohubiri sio mimi. Mimi hapa ninayohubiri sio mimi. Kuna kitu kingine kinaongea na wewe. Kuna mtu mwingine anazungumza na wewe katika jina la Yesu.